ta'ala. Mwezi kama huu ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa maghfira, ni mwezi wa kila mmoja, kila jambo ambalo kwamba la hasanat, jambo lenye kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala, tufaa kulifanya katika mwezi kama huu mtukufu wa Ramadhani. Ni chance ambayo kwamba tuliyoko nayo sahihi na hatuijui mwakani ya kuwa tutaipata chance kama hili. Ndipo pale Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, lau ta'lamuna ma fi fadli Ramadhan latamannaw an yakuna as-sana kullahu Ramadhan. Lau tungelizijua fadhila zilioko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, neema zilioko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi tungelitamani ya kuwa mwaka mzima tungekuwa ndani ya Ramadhan. Kwa ajili ndugu Muislam, ni rehma na baraka na maghfira na kila hasanati ziko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni mwezi ambao kwamba ulikuwa unafaa kufanyiwa istidad, maandalizi ya kuweza kukaribisha mwezi kama huu, kwa sababu ni mwezi wa ibada, ni mwezi ambao kwamba tulikuwa tunafaa kujisafisha kabla hatujaingia. Na leo hii ikiwa haukufanya maandalizi kama hayo, leo tuko ndani yake ya mwezi kama huu mtukufu wa Ramadhan, tujisafishe ikhwatul iman. Hatuwezi kuingiza mazuri katika nyoyo zetu, hatuwezi kuingiza mazuri katika viwiliwili vyetu mpaka mimi na wewe kwanza tujisafishe na uchafu ambayo kwamba ulioko katika nyoyo zetu na viwiliwili vyetu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuamrisha tukimbilie maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukimbilie msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye kwamba ndugu Muislam, kama ni kijana wewe, kama ni shabab, kama ni msichana, hakuna anayejua ya kuwa atafikia uzee. Hakuna anayejua ya kuwa ataishi miaka 100, miaka 80, miaka 90. Ni wangapi ambao kwamba wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa vijana? Ni wangapi ambao kwamba wanazaliwa wanaona tujua la siku ya kwanza na kuelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo ikhwatul iman, tusifikirie ya kuwa mwakani tutaipata chansi kama hili, tutaipata Ramadhani kama hili. Basi leo tukiwa ndani yake tupatilize chansi kama hili kwa kuitumia kisawasawa, kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutafuta msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tukimbilie msamaha wake, kwa sababu ndugu Muislam, ndiyo kufaulu kwetu katika maisha yetu ya dunia na baada ya kuondoka katika dunia kama hili. Ikiwa tunaitaka pepo, mpaka tuombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye kwamba si mkosa katika ulimwengu kama huu. Sote ni watenda dhambi, kila siku tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kila saa tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwetu sisi ni kurudi nyuma kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta tauba na kuleta istighfar na kutubia yale madhambi yetu tunayoyatenda ikhwatul iman, yale mazuri tunayoyataka kuingia katika nyoyo zetu na viwiliwili vyetu, basi mpaka tujisafishe na ule uchafu tulioko nayo katika mwili wetu, ndiyo tuweze kuingiza yale mazuri, ndiyo utapata ndugu